Vanessa Mdee ameweza kufanya maamuzi ambayo yameweza kuacha mashabiki wake na mshtuko mkubwa, huku wasijue kwamba nini hasa ambacho kimempelekea Vanessa kufikia hatua ya kuweza kuchukua hayo maamuzi. Of course, imekuwa ni ghafla sana ukizingatia vile ambavyo watu walikuwa wanamfahamu Vanessa na msimamo wake, lakini leo hii imekuwa ni ghafla sana, ijapokuwa ameacha swali kwa mashabiki zake ili mwisho wa siku waweze kumpa maoni na ushauri kuhusiana na hiki ambacho yeye ameamua kukichukulia uamuzi, ijapokuwa pia mume wake ameweza kumshauri katika hili. Sasa amezungumzia kuhusiana na swala la muziki na kuna ujumbe hapa ambao yeye ameweza kuandika kupitia ukurasa wake wa Snapchat na kusomea, alafu baada ya hapo utakuja kuniachia maoni yako kwamba kwa upande wako wewe kama shabiki yake unalipi la kumwambia kuhusiana na hiki ambacho amekiandika hapa, kwa sababu ni muda mrefu sasa hivi na imekuwa ni ghafla sana kwa hiki. So tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video ukapate kufahamu ukweli juu ya hiki ambacho Vanessa ameweza kukizungumza ama kukiandika kupitia ukurasa wake wa Snapchat. Lakini yote kwa yote naomba nikukumbushe muda wangu, inawezekana nikawa ni shabiki mzuri sana Vanessa Mdee na unamkubali sana pia, basi onyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, lakini like video kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako. Lakini in case pia ni mmoja tu ambao mpo hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mnapata updates kuhusiana na stories zote ambazo zina trend, basi ni wakati wako sasa hivi bonyeza kitufe cha subscribe hapo chini ili wa kwanza kabisa kuwa notified kila wakati ambapo nitakuwa nakuletea video mpya. Sasa tunafahamu kwamba ni muda mrefu sana. Of course mara ya mwisho ama rasmi kabisa Vanessa Mdee alitangaza kuacha muziki ilikuwa mwaka 2020, ikiwa ni takriban kuelekea mwaka mmoja tangu alivyoweza kuachana na Jux. Ikumbuka kwamba aliachana na Jux mnamo mwaka 2019. So baada ya pale akasema kwamba muziki una mambo mengi sana, ushirikina na vitu kama hivyo, so hawezi kuja kuwa mwanamuziki tena. Lakini recently ameweza kuandika kitu ambacho kimewaacha watu wengi sana na mshangao na kujiuliza nini hasa ambacho kimemkuta Vanessa Mdee. I hope atakuwa ameshauriana na Rotimi katika hili na yeye anaonekana yuko willing 100% kurejea kwenye muziki, na ndio maana ameweza kuandika ujumbe huu ambao mimi nataka nikusomee. Sasa kupitia ukurasa wake wa Snapchat ameweza kuandika ujumbe huu. Amesema, shemeji yenu amenishauri nirudi kwenye muziki. Sasa nawaachia nyie mniambie kama nirudi au niache tu kama nilivyokuwa nimeamua. Akafu chini akaandika nawapenda sana. So ameuacha huu ujumbe kwa mashabiki zake kwamba wao ndio waweze kuamua iwapo wanatamani aweze kurudi kwenye muziki au waendelee tu kubaki na msimamo wake ule ule wa kutokurejea kwenye muziki. Lakini imekuwa ni ghafla sana kiasi cha kwamba haizi kuonekana dalili zozote maybe na vitu kama hivyo. Huenda kuna kitu ambacho Rotimi anaweza kama amekiona, ndio maana akafikia hatua ya kumshauri mke wake Vanessa Mdee kwamba waweze kurejea kwenye muziki na vitu kama hivyo. Lakini mpaka kufikia hatua Vanessa ameleta kwenu mashabiki, maana yake ni kwamba yeye kwa upande wake yuko tayari kurejea kwenye muziki. Kilichobaki ni mashabiki tu kumwambia kwamba okay, njoo tutakupokea au baki huko na msimamo wako kama ambavyo ulikuwa umeamua. Lakini kwa upande wako tuambie comment yako nipi kuhusiana na hiki ambacho Vanessa ameweza kukiandika. Unadhani kwamba arejee kwenye muziki, pengine mmemisi, au aendelee kusimamia msimamo wake ule ule wa kutokuimba muziki kwa sababu atawashangaza watu wengi zaidi kwa kuonekana mtu fulani asiyekuwa na msimamo? Comment yako ikihusika hapo chini tukometisha sana, lakini usisahau kusubscribe hapa kwa ajili ya kupata updates katika video zijazo, na kama nikipata taarifa mpya basi nitakuletea hapa kwa wakati sahihi. Kwa hiyo ukiwa umesubscribe utakomejiweka katika nafasi nzuri sana ya kuipata hiyo story kwa wakati sahihi kabisa. Mimi naitwa Gabby Official, mpaka wakati mwingine. Bye bye.